salamu fenesini. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرى خلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عنه صغير النمل في الليل إذا سرى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى خلق آدم من تراب فجعله بشرا ونجي الخليل إبراهيم من النار فاعتبروا بما جرى أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على النبي المبعوث بأم القرى وعلى صاحبه في الغار أبو بكر الصديق بلا مرى وعلى عمر الملهم برأيه فهو برحمة الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديث يفترى وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الكرام أحييكم بالتحية الإسلام تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Na inshallah ndugu zangu, mama zangu wa Kiislamu, naamini kabisa tumekuja kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tusemeni inshallah. Tusemeni inshallah. Ndugu zangu, nafikiri ujio wangu mimi kutoka katika mji wa Dar es Salaam ni baada ya kupata mwaliko katika mji huu wa Zanzibar wa dua ambayo ilikuwa ikifanyika, dua kubwa kabisa walillahi alhamdu, na mimi nikahudhuria na baadhi ya maustazi na mashekhe ambao waliitwa walillahi alhamdu wamehudhuria katika dua hiyo kwa kheri na amani. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, katika mji huu baada ya kuja kwetu sisi tumefanya kazi ya dini katika sehemu mbalimbali, tumefanya mihadhara sehemu mbalimbali, tumefanya mikutano ya dini katika maeneo mengi katika mji huu wa Zanzibar. Ukiondoa hilo, pia misikiti mingi vile vile tumefanya sana mihadhara walillahi alhamdu. Katika Ijumaa mbalimbali tumefanya sana mihadhara mpaka kufikia hatua hii. Leo tuko hapa katika eneo hili pia tunaendesha muhadhara. Ni jambo la kumshukuru sana Allah na kuweza kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Tusemeni alhamdulillahi rabbil alamin. Ama ndugu zangu Waislamu, maudhui yetu ya siku ya leo ambayo ninakusudia kuizungumza itakuwa si nyingine isipokuwa itakuwa ni maudhui ambayo itakuwa inawagusa uwepo wa majini katika dunia. Tusemeni inshallah. Uwepo wa majini katika dunia, lakini pia tutazungumzia namna gani maradhi yanayowasibu kina mama wasioweza kubeba ujauzito, nini kinachosababisha wasibebe ujauzito, na nini dawa zake, ili mradi kila mwenye peni na karatasi apate kuandika. Ukitoka hapa usipate shida. Kama una mwanao kaolewa sehemu, ama kama una ndugu yako yuko sehemu anataabika hapati ujauzito, ama wewe mwenyewe unapata shida haupati ujauzito, basi inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri uweze kujitibia wewe mwenyewe. Tusemeni inshallah. Ndugu zangu, tukiingia katika maudhui yetu ya kimsingi ya siku ya leo ambayo tunataka tuzungumzie uwepo wa majini, kwa sababu mara nyingi sana masuala haya ya uwepo wa majini watu wanakuwa mara nyingi tunakuwa hatuzungumziwi vitu hivi. Na tunapokuwa hatuzungumziwi vitu hivi, maana yake ni kwamba
tutashindwa kutambua ni namna gani tutaweza kujisaidia endapo tutakapokuwa tumeingiwa na majini, au nyumba zetu zitakapokuwa zimekaliwa na majini, au maeneo yetu ya kazi yatakapokuwa yamekumbwa na majini. Tutashindwa kujitambua namna gani tunaweza kujinusuru katika hilo, kwa sababu hatuwatambui majini ama hatujui uwepo wa majini. Tukimsoma mwanawachuoni mmoja Sheikh Osama Muhammadul Audhi katika kitabu chake cha Al-Minhaj, anaeleza juu ya uwepo wa majini akisema, talabbasul jinnu wa dukhulihi fi badani al-masruq huwa madhhabi ahli sunnati wal jamaa. Uwepo wa majini, kujificha kwa majini katika hali ya kuingia kwake juu ya mwili wa binadamu, anasema suala hili ni limekubaliana na madhahib ya watu wa ahlu sunnati wal jamaa. Maana yake ahlu sunna wal jamaa, watu wote kwa ujumla wamekubaliana kwamba majini wapo, na majini hawa kuwepo kwao wana uwezo wa kuingia katika miili na wakajificha katika miili ya binadamu wakiwa katika hali ya kuutawala mwili wa binadamu. Kwa hiyo akasema msemaji huyu, kama nakala hadha al-Imam Ibn Taymiyyah, kama jinsi alivyonukuliwa imamu huyu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Anazungumza nini Sheikh Ibn Taymiyyah? Sheikh Ibn Taymiyyah anasema wujudul jinni thabitun bil Qur'ani was Sunnah, uwepo wa jini umethibiti katika kitabu cha Qur'ani pamoja na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile ikiwa uwepo wa jini umethibiti katika Qur'ani pamoja na sunna za Mtume, suala hili ni kweli, na aya mbalimbali zimethibitisha hilo, na pia vile vile hadithi mbalimbali zimethibitisha hilo. Lakini pia suala hili anasema wa huwa al-amru mashhudun wa mahsusun liman tadabbarahu, jambo hili ni jambo ambalo limeshuhudiwa na watu wengi, lakini pia suala hili ni katika masuala ambayo yamehisiwa na watu wengi sana. Leo hakuna hata mtu mmoja asiyejua kwamba majini wapo na wanaingia katika miili ya binadamu. Uongo kweli? Na leo pia hakuna hata mtu mmoja asiyeweza kupata hisia kwamba jini anaingia katika miili ya binadamu. Uongo kweli? Tunashuhudia ndugu zetu kibao wanakumbwa na majini, na tunashuhudia pia sisi wenyewe miili yetu. Baadhi yenu nyinyi kina mama wa hapa Unguja wengi mmeshaugua maradhi ya majini na mmetibiwa, na baadhi yenu si ajabu mpaka sasa mnaumwa matatizo ya maradhi ya kijini. Kwa hiyo hakuna mtu katika sisi asiyejua kwamba majini wapo na wanawaingia watu na wanawatesa na wanawasumbua. Hakuna katika nyinyi asiyelijua hilo, wala katika mtu yoyote nje huko, Mkristo, Muislam, Buza, Shinton, Judaism, wa dini yoyote, hakuna mtu asiyelijua hilo kwamba mtu anaweza akaingiwa na jini, au hakuna mtu asiyetambua kwamba majini wapo katika dunia hii. Lakini suala hili ndugu zangu Waislamu, anasema yudkhilu fil masruh, jini anaingia kwa mtu, tena wayatakallamu bikalami la yaarifuhu almasruh, jini anaingia katika mwili wa binadamu na anazungumza maneno ambayo yule aliyoingiwa na jini yule hawezi akajua nini anachokisema. Yani kama ukijikuta kwamba umeingiwa na jini, alafu unachokizungumza unakitambua, unajijua namna unavyosema, basi yule jini hajaweza hajajaa vizuri katika mwili wako. Lakini jini aliyoingia akajaa vizuri kabisa, akajikita katika mwili vizuri, basi anasema wayatakallam bikalami la yaarifuhu almasruh, atazungumza maneno yule jini katika mwili wako, mwili ambao wewe utazungumza, lakini wakati huo hujitambui kama unazungumza chochote. Hata baadaye ukija kuambiwa mbona ulikuwa unalia sana, utasema nani kalia? Mimi sijalia. Kumbe ni yule jini aliyokuwa katika mwili wako. Ukija kuulizwa mbona ulikuwa unacheka sana, utasema mimi sikucheka. Kumbe ni yule jini aliyokuwa kakaa katika mwili wako.
Unaweza ukaulizwa, mbona ulikuwa unaleta vurugu, unataka kupigana, ulikuwa na nguvu nyingi, ulikuwa unashikwa na watu takriban kama 40 mpaka na kuendelea, lakini unakuwa una nguvu za kuwashinda watu hao. Nini sababu ya wewe kuwa na nguvu sana? Unamkuta mtu anakwambia mimi dhaifu kabisa, sina nguvu yoyote. Kumbe alikuwa si yeye, bali alikuwa jini. Wayatakallam bikalami la yaarifuhu almasruh, atazungumza maneno ambayo yule ambaye kapagawa na lile jini basi atayasema maneno ambayo yeye mwenyewe baadaye hatojua kama kuna neno lolote alilolizungumza. Lakini pia habari hizi akasema juu ya uwepo huo wa majini kwamba bal yudhrabu dharban, pia vile vile mtu ambaye amepagawa na jini anaweza akapata kipigo, atapewa pigo au akepewa pigo, au yoyote atakayemfanyia pigo lolote. Anasema la yaarifuhu, hawezi yule ambaye kapagawa na lile jini akajua kwamba alipigwa kipigo chochote, hawezi akajitambua kwamba alipigwa. Tena anasema pigo kweli kweli. Na ndio maana leo ukienda kwa baadhi ya madaktari wanaowatibia mashaitani wa kijini, mtu aliyepandisha jini utakuta anakula bonge la kibao, au anakula bonge la bakora, anamtandika bakora ya maana. Lakini utashangaa yule mtu baadaye anakuja kuambiwa ulitandikwa bakora, ulipigwa kibao, anakwambia sijui hata kama nilipigwa kibao. Tena anakula mkongoto wa maana kweli kweli, na baadaye anakwambia sijui chochote nilichofanyiwa. Na si hivyo tu peke yake, kuna watu wanapandisha mashaitani wa kijini, unamkuta mtu anajigongeza kweli kweli katika ukuta paa, mtu anajigongeza katika ardhi, mtu anajigongeza tena kwa kutumia kichwa chake, mpaka unahisi kabisa kwamba huyu bila ya shaka inawezekana kile kichwa chake tayari kishapata athari. Lakini wallahi baadaye mtu huyu unamuona mzima, na ukimwambia ulijigongeza sana hivi hauhisi maumivu ya kichwa, anakwambia haelewi chochote kama alijigongeza, na wala hajui kama aliumia. Yani hajitambui kama kuna hali iliyomtokea kwamba yeye alijipigiza katika ukuta, au kuna hali yoyote iliyomtokea kwamba yeye alijidondosha sehemu yoyote. Ilo anakuwa halijui baada ya kuwa sawa. Kwa sababu gani? Yeye anakuwa ametawaliwa mwili wake na yule sheitani wa kijini, na wala mwili wake unakuwa si wa kwake tena, bali kautawala yule jini katika mwili. Kwa hiyo hata ajipige vipi au apigwe namna gani, atakayeumia ni yule jini na wala si yule binadamu. Kwa hivyo ukimuona mtu yoyote kapandisha jini, alafu akatokea mtu akamwadhibu yule mtu, akamwambia ondoka wewe adui wa Mwenyezi Mungu, basi fahamu kwamba anayempiga si yule, bali anayempiga ni yule sheitani wa kijini. Na kiukweli kabisa maumivu anayepata makali sana yule sheitani wa kijini, na wala si huyu ambaye anayepigwa. Na ndio maana baada ya kukaa vizuri, ukimuuliza vipi, anakuambia mimi hata sielewi chochote kama nilipigwa. Lakini pia anasema kipigo ambacho huenda utakachompatia yule ambaye amepagawa na lile jini, anasema lau dharabahu jamalu lamata, kipigo hicho kama utampiga ngamia atakufa. Yani ukampiga mtu ambaye amepagawa na jini, kipigo ambacho yani ni kikali tena kikubwa kizito. Manake kipigo cha kumpiga ngamia akafa si kipigo cha polepole, ni kipigo kweli kweli, sio maskhara. Kwanza ngamia ni mnyama mkubwa sana, alafu mzito, alafu ana nguvu nyingi. Sasa umpatie kipigo cha kweli kweli ngamia yule mpaka afe, manake si kipigo kidogo, ni kipigo cha maana kweli kweli. Sasa kipigo ambacho wanasema lau dharabahu jamalu lamata, kama kipigo utakachompiga ngamia atakufa, basi anasema la yahisu bihi almasruhu, mtu aliyopagawa na jini ukimpatia kipigo hicho hata kuhisi, hawezi kuhisi kwamba yeye alipigwa. Tazama maajabu ya Allah juu ya viumbe wake. Tusemeni la ilaha illa Allah, tusemeni la ilaha illa Allah. Lakini pia akazungumza msemaji akasema, wa min ahammu al-asbab allati tusaidu ala qit'i al-marad wa ilajihi, na katika sababu zilizokuwa muhimu zaidi zitakazomsaidia binadamu kuweza kuyatoa maradhi, kuweza kuyaondosha maradhi katika mwili wake, haswa maradhi ya kijini. Akasema hiya taarifu anwa'ul jinn,
kwanza kabisa unatakiwa ujue aina za majini. Yani katika sababu muhimu zaidi unatakiwa ujue aina za majini. Huwezi ukakurupuka tu ukataka kuwatoa majini katika miili ya binadamu bila ya kuwajua majini. Kwanza wanaweza wakakudhuru. Huwezi ukakurupuka ukasema wewe unawatoa majini halafu majini hauwajui tabia zao, aina zao, mambo yao. Wanaweza wakakurudia wewe wakakuletea madhara. Kuna jamaa yangu mmoja alikuwa anafanya visomo vya kuwatusomea majini. Kila anayekuja anamfanyia kisomo na anamtengenezea madawa ya kuwaondosha majini, lakini alikuwa hajui aina za majini. Siku moja akakutana na jini mmoja konkodi la maana. Wakati analisomea lile jini kisomo, lile jini likamwambia, mimi sitoki, na ukiendelea kunisomea nitakuingia wewe mwenyewe alafu nitakukomesha unikome. Yule mtu aliyekuwa anamsomea yule jini akamwambia, huwezi, na kama unabisha jaribisha uone. Yani wanatishiana, yeye pamoja na jini wanapigana mkwara. Sasa yule mkwara wa jini, baada ya kupigwa mkwara na yule binadamu, akaona la, kumbe huyu anijui, ngoja nimkomeshe. Jini yule akamuingia yule binadamu, na binadamu yule akaparalyze upande mzima. Wallahi alikaa takribani mwaka mzima akiwa anaumwa matatizo ya mashaitani wa kijini na akiwa ameparalyze. Na mtu yule bahati nzuri walillahi alhamdu akafanyiwa matibabu na mpaka sasa ni mzima kabisa, yuko safi, lakini aliugua takribani muda wa mwaka mzima kwa sababu alikuwa anamtoa jini asiyemjua. Kwa hiyo min ahamu al-asbab allati tusaidu ala qit'i al-marad wa ilajihi, na katika sababu muhimu zitakazokusababisha wewe uweze kuwaondosha majini na kuweza kuwatibia majini ili mradi waweze kuondoka. Kwa sababu nyinyi kina mama wa hapa Zanzibar, wallahi katika mji huu visiwa vya Zanzibari vina ni kama vile jumba la majini. Majini wengi sana wanaishi huku Zanzibar. Na sababu gani za majini kuishi sana katika maeneo haya? Majini wanaishi sana katika maeneo haya kwa sababu kwanza kabisa majini wanapenda sana sehemu za baharini, na ndio maana kuna majini wanaitwa al-ghawasu. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia kheri, tutakuja katika muhadhara mwingine na tutamuelezea jinul ghawasu ni jini wa aina gani. Tusemeni inshallah. Hawa jinul ghawasu ni katika majini wengi wao sana minal muslimin ni waislamu, na jinul ghawasu wanapenda sana kuishi katika maeneo ya baharini, hawa majinul ghawasu. Kwa hiyo namna ya kuwaondosha majini unatakiwa ujue aina za majini. Kwanza ufahamu aina za majini, ndipo utapoweza kuwaondosha majini. Lakini pia anasema wa in istata'ta an tata'arifu anwa'ul jinn, na ukiweza kujua aina za majini basi sahla alaika taamilu ma'ahu, itakusaidia wewe kuwaondosha majini na itakusaidia wewe kuweza kuamiliana nao katika hali ya kuwatoa hao majini katika vichwa vya binadamu. Kwanza uwafahamu, ndipo itakavyoweza kukusaidia wewe namna gani utaweza kuwatoa. Waswahili wanasema kuku wako mwenyewe manati ya nini? Unamsubiri tu saa 12 kashajileta mwenyewe nyumbani, kwe unakamata, unachinja, unafanya kitoweo. Uongo kweli? Maana yake jini unamjua vizuri, mapito yake, anaingilia hapa, anatokea hapa, anajificha hapa, anakaa sehemu gani, chakula chake kitu gani. Utapata tabu gani ya kumuondosha? Unajua tu kitu gani nimkamate, nimfungilie mbali, halafu niendelee na shughuli zangu zingine, wala upati tabu. Leo kuna watu wanataabika, wanafanya visomo mpaka unamkuta mtu kakauka koo linamuuma, sauti haitoki kwa sababu ya kufanya visomo vya kuwatoa mashaitani wa kijini. Si kila shaitani wa kijini anafanyiwa visomo vya rukia. Visomo vya rukia vina mashaitani wake, na pia kuna visomo vingine pia vina mashaitani wake. Na ndio maana inafikia hatua baadhi hata ya mtu anaweza akapata shida na shaitani la kijini mmoja, akalitoa akalifanyia visomo takribani hata miezi 2-3, mtu anahangaika na mtu mmoja na jini kutoka halitoki.
si kila kisomo cha rukia, si kila jini anatoka kwa kisomo cha rukia, isipokuwa majini wote wanatoka kwa kutumia kisomo cha Qur'ani, lakini si kila jini anatoka kwa kutumia kisomo cha rukia. Kuna baadhi ya mashaitani ambao wao wanasomewa suratul Bakara peke yake, yani unamsomea Bakara, ukimaliza basi na yule jini tayari umekwisha muondoa katika mwili wa binadamu. Tusemeni inshallah. Kuna baadhi ya majini wanasomewa suratul Rahmani peke yake, yani ukimaliza tu ile sura na tayari ule jini umekwisha muondoa katika mwili wa binadamu. Swali la kujiuliza, je, unalijua hilo? Unalifahamu? Au kila mtu mwenye jini akija tu utataka umfanyie kisomo cha rukia, matokeo yake hujajua kisomo